Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Oktoba 23, siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema mapya miili ya vijana wanne iliyookotwa Pwani. Mapya miili ya vijana wanne waliokotwa Pwani, lakini korti ya kataa video ya Lissu. Korti ya kataa video ya Lissu, hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini watetezi wa haki waipa CCM jukumu. Watetezi wa haki waipa Chama cha Mapinduzi CCM jukumu. Lakini SAU yaahidi kuongeza walimu ADC elimu ya kompyuta. Lakini Samia tutaboresha makazi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Ipata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye linaandika Heche Mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti. Heche Mnyika sasa kutangazwa kwenye gazeti. Lakini Azaki CCM ya teta hoja nne nyeti zimo katiba mpya, uhuru wa vyombo vya habari. Lakini Lissu ashinda hoja korti kuu. Lissu ashinda hoja korti kuu. Ushahidi wa video wazuiwa katika kesi ya uhaini iliyomkabili. Lakini taharuki yaibuka mahakamani kisa maono. Lakini Samia rais afichua alivyokaripia baraza la mawaziri kisa usafiri Dar es Salaam. Rais Samia afichua alivyolikaripia baraza la mawaziri kisa usafiri Dar es Salaam. Lakini viongozi wa dini waonyana kuelekea uchaguzi mkuu. Viongozi wa dini waonyana kuelekea uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika ni CCR mageuzi kuwezesha mitaji ya viwanda. Lakini Rais Samia ahidi mageuzi kodi. Rais Samia ahidi mageuzi ya kodi. Lakini sekta uwezeshi kuboreshwa. Migiro amsifu maono ya uchumi. Barabara 3 za juu kujengwa Ilala. Lakini NHC kuongeza makazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini 83% wasema washiriki uchaguzi. 83% wasema washiriki uchaguzi. Hiyo ni habari ukurasa wa 9 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema CCM yataka wabunge wanaojali wananchi. CCM yataka wabunge wanaojali wananchi. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 inaendelea kwa kina. Lakini serikali yatafuta wawekezaji bandari zote. Serikali yatafuta wawekezaji bandari zote. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Na mahakama ya kubali pingamizi la Lissu. Hiyo ni habari ukurasa wa 20 ndani ya gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika UPDP wa Tanzania jitokezeni Oktoba 29. Lakini Chadema yamegeuka tena, kigogo mwingine atimka. Lakini kapigeni kura nchi shwari. Dr. Samia asema kapigeni kura nchi ipo shwari. Lakini Mongela azipa neno asasi uchaguzi mkuu. Lakini Balozi Nchimbi anika umahiri wa Dr. Samia. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye linatuandikia TMA yatabiri uwepo wa kimbunga Chenge. TMA yatabiri uwepo wa kimbunga Chenge. Lakini wataalamu msongo wa mawazo ni sawa kama yalivyo magonjwa mengine. Lakini Watanzania 83% wasema tutapiga kura Oktoba 29. Heche akamatwa na polisi jijini Dar es Salaam apelekwa Tarime. Heche akamatwa na polisi Dar es Salaam apelekwa Tarime. Lakini kigogo mwingine aikimbia Chadema. Samia tunashirikisha wananchi. Tunashirikisha wananchi kutenda haki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Jamvi la Habari lenye lina habari kubwa inayosema tafiti CCM yaongoza ushiriki wa uchaguzi wa panda.
Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linatuandikia Dr. Samia ahidi kuimarisha makazi. Dr. Samia ahidi kuimarisha makazi, ataja mikakati NHC kujenzi wa makazi kupitia Samia scheme. Lakini Doyo ahidi kurejesha reli ya Masasi Dar es Salaam. Doyo ahidi kurejesha reli ya Masasi Dar es Salaam. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo linatuandikia Kafulila apigilia msumari rekodi ya Rais Samia. Huyo ni Kafulila apigilia msumari ya rekodi ya Rais Samia. Lakini Dr. Samia tunashirikisha wananchi kutenda haki. Huyo ni Dr. Samia asema tunashirikisha wananchi kutenda haki. Asisitiza nchi itakuwa salama Oktoba 29. Makamanda Chadema waendelea kumfuata. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa mbele. Lakini 83% watashiriki uchaguzi mkuu. 83% watashiriki uchaguzi mkuu. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika wanazuoni wachambua uchumi. Lakini Dr. Samia tunafanya kazi kwa ajili ya watu. Na ujenzi wa bwawa la Songwe wakutanisha viongozi. Na Watanzania wapo tayari kwa uchaguzi Oktoba 29. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika utafiti 83% wamejipanga kushiriki uchaguzi mkuu. Lakini Dr. Samia kidedea kura za maoni. Dr. Samia kidedea kura za maoni, kashinda kwa zaidi ya 80%. Lakini endelea kuahidi neema lukuki Dar es Salaam. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba ya chomoza klabu bora barani Afrika. Lakini Kapombe naye kuwania tuzo za kafu. Pantevu kutambulishwa rasmi Jumapili. Lakini wadau wamlilia Alphonse Modesti. Na kocha mpya Yanga kuwashuhudia Silver Striker. Na Basata ya ufungia wimbo wa Roma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Mwanahabari naandika Singida Black Stars akili yote hatua ya makundi kafu. Lakini Baraza sasa atamani nafasi za juu ligi kuu. Mzize kurejea uwanjani karibuni. Lakini nyota ya Opa yaendelea kung'aa Hispania. Na habari kubwa ni Kapombe Mayele waibukia tuzo za Afrika. Lakini gazeti lako la Machinga naandika Malale akubali kipigo cha Mbeya Dabi. Lakini Mzize sasa fiti kurejea uwanjani. Meneja wa Simba ana jambo lake na Nsingizini. Lakini kulandana Fountain Gate tuko vizuri. Lakini kuna habari inasema Luvanga ataka ufungaji bora Saudi Arabia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania, beki wa zamani wa Simba Alphonse Modesti afariki. Lakini Simba Kapombe watajwa kugombea tuzo ya mwaka kafu. Silver Striker yaivuruga Yanga sasa ni vikao mfululizo. Lakini Aziz Ki Hakim sasa kugombea namba Wydad. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Jamvi la Habari inaandika njooni kwa wingi tumkaribishe Pantevu. Lakini Basata ya ufungia wimbo wa Roma. Na kimataifa Erling Haaland mwendo mdundo barani Ulaya. Hilo ni gazeti lako la Jamvi la Habari. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba kuwania tuzo klabu bora barani Afrika. Kapombe kuwania mchezaji bora Afrika. Lakini TFF Simba Mtibwa wamlilia Alphonse Modesti kuzikwa kesho. Na gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika Simba kuwania tuzo ya klabu bora barani Afrika. Kocha mpya anukia Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Gazeti lako la Habari Leo linaandika Kapombe Simba kuwania tuzo Afrika. Lakini Twiga Stars yatanguliza mguu mmoja wa AFCON 2026. Na TRA United na Mashujaa hakuna mbabe. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Huko gazeti lako la Nipashe linaandika Simba Kapombe kuwania tuzo kafu. Kocha mpya kuishuhudia Yanga jukwani Jumamosi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika kwa heri Modesti. Lakini wakizingua tu
imekula kwao. Wakizingua tu imekula kwao. Simba ya wakaribisha Waarabu kafu. Pacome Maxi watwishwa zigo. Pacome Maxi watwishwa zigo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.